Bado tunaendelea kujivunia fahari zetu sisi wa Tanzania kwenye maonyesho ya kimataifa ya biashara ambayo mimi na wewe tunayafahamu kama Sabasaba, ikiwa ni jubilii ya miaka 50 kati ya mabanda mengi ambayo yako kwenye msimu huu mwingine tena wa Sabasaba. Ni banda la bodi ya bima ya Amana, ambapo hapa tumemtembelea Silvani Makole. Yeye ni afisa mwandamizi wa bodi hii ya Amana. Silvan, mimi kwanza ninajihisi mwenye furaha kupata bahati ya kukutana na wewe kwenye banda hili la DIV. Tuko sawa sawa? Kwanza tupo sawa sawa. Ni msimu mwingine tena wa Sabasaba. Yeah. Mtu anajiuliza hapa, bodi ya bima ya Amana ni taasisi gani? Bodi ya bima ya Amana ni taasisi ya umma ambayo inasimamiwa na sheria ya mabenki na taasisi za fedha, ambayo majukumu yake yameainishwa katika kifungu cha 36 mpaka 41 cha sheria ya mabenki na taasisi za fedha ya mwaka 2006. Majukumu ya bodi ya bima ya Amana ni pamoja na kufanya tathmini na kukusanya michango kutoka kwenye mabenki na taasisi za fedha, kusimamia mfuko wa bima ya Amana, kufanya ufilisi wa mabenki pindi inapokuwa imeteuliwa na Benki Kuu ya Tanzania, kuwalipa wateja fidia ya bodi ya bima ya Amana, na pia kupunguza hasara pindi benki zinapokuwa zimepata changamoto. Hii tunaita kwa Kiingereza ni loss minimizer, ambapo pale benki inapokuwa labda ina changamoto ya kulipa madeni yake, ikiwa pamoja na ukwasi au mtaji, bodi ya bima ya Amana inaweza kutumia fedha za mfuko ikishirikiana na Benki Kuu ya Tanzania ili kuikopesha hii benki ili isifilisike na iendelee kujiendesha. Wanachama wa bodi ya bima ya Amana ni kwamba unapokuwa tu mteja wa benki, wewe tayari ni mteja wa bodi ya bima ya Amana, ambapo ufanya huko wewe unapofungua akaunti unakuwa tayari ni mteja wetu, huna haja ya kujiunga. Kufungua akaunti tu tayari wewe ni mteja wa bodi ya bima ya Amana. Kwa hiyo hayo madhumuni niliyosema takriban 6. Lengo letu moja kubwa ni kuleta utulivu wa sekta ya fedha nchini, kwamba wewe mteja unapokuwa umeweka fedha zako benki, unakuwa una uhakika na fedha zako zipo salama, kwa sababu bodi ya bima ya Amana ikitokea kwa bahati mbaya benki yako imefilisika, DIV ipo pale, itachukua fedha za kwenye mfuko na kuweza kukurejesheni nyewe wananchi fedha zenu. Benki zote ambazo zimepewa leseni na Benki Kuu ya Tanzania ni wanachama wa bodi ya bima ya Amana. Kwa benki zote zilizokuwa leseni na wateja walioko kwenye benki hizi ni wateja wetu. Kila mwaka mabenki na taasisi za fedha huwa zinachangia kwenye kodi ya bima ya Amana. Bima hii kidogo ni ya tofauti ukilinganisha na bima nyingine, kwa sababu bima hii wewe haikuhitaji wewe ulipie. Unajua bima zingine za magari, za nyumba, lazima za afya, lazima ulipie. Lakini bima hii ni kwamba benki yako wewe ina kutokana na mapato yake inakuchangia. EIB inafanya tathmini ya fedha za hizi benki zilizokuwa kwenye hizi benki kuanzia kipindi cha mwezi Januari mpaka Desemba, na kuchukua wastani wake na kutumia ratio yetu ambayo ni 0.15. Kinachopatikana pale ndio premium ambayo benki hiyo inapaswa kutuchangia kwa mwaka husika. Kwa hiyo kwa upande wa bodi ya bima ya Amana, majukumu yetu ni kuleta utulivu wa sekta ya fedha nchini, kuhakikisha kwamba wateja waliweka fedha zao benki wanakuwa salama pindi benki zao zinakuwa zimefilisika au kwa bahati mbaya kufungwa kwa kutoenda sawasawa na matakwa ya sheria za nchi zinavyotaka, wananchi wasipate hasara. Nadhani sasa umeelewa, wewe ambaye mtumiaji mkubwa wa fedha, na mimi pia nikiwepo ambaye natumia huduma za kifedha, umuhimu wa hii bodi ya bima ya Amana kwa maana ya DIV. Silvan Makole ambaye ni afisa mwandamizi wa bodi hii amezungumza kwa kina faida kubwa ya kuwepo kwa DIV. Wewe ambaye upo nyumbani, uko popote pale, karibu sana kwenye viwanja vya Sabasaba, ikiwa ni jubilii ya miaka 50. Elimu kama hizi na elimu nyingine mbalimbali unazipata kwenye mabanda mbalimbali, DIV ikiwa ni banda mojawapo